Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Bwana kwa sababu ya wema na ukuu wake. Asante sana Ann kwa sababu ya umetuongoza vizuri. Si tumpigie makofi mazuri. Tuko na furaha kwa sababu ya Bwana ametupatia kipindi kingine tukaweze kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. Na najua kwamba katika hii nyakati ambayo tumekuwa nazo, we have learned so many things. COVID has not just come. Lakini najua kwamba mambo mengi tumejifundisha. Tulikuwa tunaongea kuhusu hizi lockdowns na curfews. Na tukaona saa nyingine zikawa pahali kuna sehemu zingine, lakini tukaona kama haziwezekani katika nyakati zetu, but tumekuwa tukiona mabadiliko mengi katika maisha yetu. Na najua kwamba Mungu atatusaidia hata tutakapotoka mahali katika hizi season ambayo tumekuwa nayo. Kuna kitu at least tumejifundisha. Bwana Yesu asifiwe. So Bwana atubariki sana. Ningetaka kuwashukuru kwa sababu ya kuja katika ibada. Bwana aweze kuwabariki. Mambo mengi nimekuwa nikiona imeandikwa katika maandiko. Hakika imetimilika. Biblia inasema kwamba kuna wakati utafika ambapo watu watakuwa na ile coldness. Na naomba ya kwamba hata tunapotoka katika hii kipindi cha COVID-19 hatutakuwa na baridi ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Our God is going to be the same yesterday, today and forever. Hatutabadilisha. Now I am praying to God that we must treasure worship. Mimi kama si wokovu sijui ni inaweza kusema nini. Bwana Yesu asifiwe. So I cannot compare anything with salvation that God has given to us or to me. So I pray to God that let us be committed and God is going to bless us in Jesus' mighty name. So tunaendelea na ningeomba ya kwamba tusiwe wageni katika hii kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe ulikuwa katika praise and worship team, tafadhali ingia tu na upigane vita, kwa sababu we are in the battlefield. Tuko katika uwanja wa vita. Bwana Yesu asifiwe. Kama what you are doing, you must know that the purpose of the enemy is to bring us down, but we must be very strong katika jina la Yesu Kristo. Kama ulikuwa intercessor, tafadhali ningekusihi ya kwamba bado tunaomba. Na najua ni maombi yetu ambayo imetufanya hata tukaweza kufunguliwa hii worship, that the churches have been open. Bwana Yesu asifiwe. And so may the Lord bless us in the mighty name of Jesus Christ. Wacha niseme ya kwamba tunashukuru Bwana. Sunday we shall be praying for our children as they go back to school. Watoto wetu walikuja na hatukupata nafasi nzuri hata ya kuombea, sababu walipokuja alafu tukaenda, sijui kama nilipata nafasi ya kuombea. Lakini nataka kusema ya kwamba Sunday tunaombea watoto wanaporudi katika shule. Na kuna kitu nimegundua ya kwamba the prayers that we normally pray here, kwa sababu ya watoto wetu, Mungu anaifuata na anawalinda watoto wetu. Kwa hivyo kama mko na mtoto, hata kama kuna hii corona, ningetaka kukuambia kwamba Sunday please kubali kuja na yeye na Mungu atapata kukubariki. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of Jesus. Tuko na ibada mbili kuanzia Sunday. Ibada ya kwanza inaanza saa 3 mpaka saa 4:30. Tafadhali, najua kwamba kuna wengine, some of us ambao bado wako katika shughuli, na najua kwamba unaweza purpose kuja katika ibada. Usikose kuabudu, na usiabudu katika nyumbani. Wakati wa kuabudu katika nyumbani Mungu ametutoa. Praise the name of Jesus. Sasa tuko makanisani, toka kwa nyumba. Na hata kama unani watch, if you are still at home, you are saying that you are watching us online, that is not right. Bwana Yesu asifiwe. Can you come out? Toka kwa nyumba, kuja kanisani umwabudu Mungu, na Mungu atapata kubariki katika jina la Yesu Kristo. Second service itaanza saa 4:30 mpaka saa 6. Naomba Mungu atusaidie, atupatie neema ya kuja ili tukaweza kuendelea katika jina la Yesu Kristo. I thank God because we have gathered again in the mighty name of Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe. Kubalia niimbe wimbo kabla sijahubiri. Najua kwamba tujatoa matoleo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of Jesus. Maybe you are there, you have your offerings.
uko na sadaka yako, fungu zako za 10, ingawa kama uko na tithe ukaweza kusimama na Bwana atapata kubariki. Kama uko na fungu yako ya 10, umekuja na fungu zako za 10, tafadhali simama ili tuweze kuomba pamoja na wewe katika jina la Yesu Kristo. Or maybe you are at home na ungetaka kusimama pamoja nasi ama kutoa fungu zako za 10. Our pay bill number it is 436541. 436541, account ni 124 22 539. 436541 pay bill, account number 124 22 539. Na Bwana atapata kubariki. Ni vizuri kumtolea Mungu. Unajua wakati wetu umeenda, sitaongea sana kuhusu kutolea Mungu, lakini nataka kusema ya kwamba ni vizuri kutolea Mungu na Bwana atapata kukubariki. Bwana Yesu asifiwe. Sadaka zetu tunazotoa, it is not in vain. I was reading the book of Genesis chapter 18 and from verses 6. The Bible said that Abraham was visited by guests. Baba yetu wa imani alitembelewa na watu watatu ambao walimtembelea. Na Biblia inasema ya kwamba baada ya kuwapikia na kutoa ibada za kushukuru, Biblia inasema ya kwamba one of them, verses 10, then one of them said, I will surely return to you about this year, this time next year, and your wife Sarah will have a son. Praise the name of Jesus. Nimekuwa nikisema ya kwamba God give me time, I shall talk about giving as 7 of the things that we need in life of the kingdom of heaven. Kutoa ni jambo moja ambalo ni la muhimu sana katika ufalme wa Mungu, na kuwa na ule ukarimu. Na Biblia inasema ya kwamba Sara miaka yao ilikuwa imesonga, na Biblia inasema ya kwamba hawa watu ambao walikuwa wanatembelea, one of them akasema ya kwamba surely we shall visit you, or I shall visit you a time like this next year, and your wife Sarah shall bear as a son. Praise the name of Jesus. Na hakuna kitu kikubwa. Nataka kusema siku ya leo ni vizuri kuwa mtu ambaye ni mtoaji. In your lifetime, please purpose to be a giver. Bwana Yesu asifiwe. Najua tunaongea kuhusu wakati huu ambao tuko na lockdown na nini, lakini nataka kusema ya kwamba katika hii hali yetu ya uchache ni vizuri pia tukaweza kuwa waaminifu na Mungu atapata kutubariki. Kwa hivyo Bwana atubariki sana. Ningetaka kuona wale ambao wanataka kutolea Bwana fungu zao za 10. Naposimama ninaweza kuomba, alafu tutaweza kutoa direct hata sadaka zetu na Mungu atapata kutubariki. Kama uko hapo simama tafadhali tunapofanya haya maombi katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana awabariki. Thank you so much. May the Lord bless you. Asante, Bwana aweze kuwabariki. Baba wa rehema, katika jina la Yesu Kristo, umetuambia kwamba Bwana tukaweze kuwa waaminifu katika matoleo yetu, zaka zetu na sadaka zetu, mfalme wa rehema. Nainua wapendwa hawa ambao Bwana wamesimama, mfalme wa rehema, wakitoa their tithes. Mungu Baba, naomba ya kwamba ukaweze kupanua baraka zao. Naomba ya kwamba Bwana Mungu Baba utaweza kuwadhibitisha. Wengine wao wako na kazi, wengine wao wako na biashara, wako na jamii. Natangaza Bwana katika kipindi hiki kigumu, wacha Bwana ukadhibitishe maisha yao kwa sababu ya sadaka zao na matoleo ambao wanafanya mbele zako. Naomba baraka zako Bwana zikaweze kuandamana pamoja nao. Hata tunapoenda kutoa sadaka zetu Bwana, tunaomba ya kwamba ukaweze kutubariki. Asante kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Tunakubariki na tunakutukuza katika jina la Yesu. Tumeomba na hata kuamini. Amen. Amen. Nataka kuongea kwa kichwa ambacho nimekiita divine positioning. Divine positioning. Kujiunganisha kwa kiungu, kwa kiungu ama kwa kiungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ningetaka tuangalie neno katika kitabu cha 2 Timothy chapter 2 and verse 3. Timothy, 2 Timothy chapter 2 and verse 3. Verse 3 inasema, join me in suffering like a good soldier of Christ. No one serves as a soldier
get entangled in civilians' affairs, but rather tries to please his commanding officer. Verse 5. Similarly, anyone who competes as an athlete does not receive the victor's crown except by competing according to the rules. Verse 6. The hard-working farmer should be the first to receive a share of the crop. Reflect on what I am saying, for the Lord will give you insight into all this. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Na ningetaka kuanza na kusema kwamba wapendwa, wakati mwingine ama wakati tuliokoka tulikuwa tunaambiwa kwamba hakuna mateso katika wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ningetaka kusema kwamba maisha ya wokovu ni vita, ni kujikakamua. Ikiwa tutaweza kumpendeza Mungu katika maisha yetu, maisha haya ni ya tuna face challenges. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Na ningetaka kuongea mambo kadhaa ambayo Paul alikuwa anamwambia Timothy. Lakini ningetaka kusema ya kwamba pia Paul akinenea kanisa la Ephesians, kuna kitu alikuwa anawaambia kwamba put on the full armor of God, so that when the days of evil comes, you may be able to stand. Praise the name of Jesus. Na kwa hivyo nataka kusema ya kwamba we must position ourselves. If you are going to overcome in this life, ukiwa wewe ni kijana, ukiwa wewe ni mzee, ukiwa ni mama, ni mpaka ujiweke tayari. Uposition yourself. Praise the name of Jesus. Uwe tayari, ushinde, uweze kumshinda adui. Bwana Yesu asifiwe. Na Paulo anawaambia kanisa hili la Ephesians ya kwamba put on the full armor of God, so that you can be able to overcome the evil one. So when you overcome him, you shall be able to stand. Praise the name of Jesus. Even the corona or this season, it is a season that has come to test our faith. Imekuja ili ikaweza kuharibu imani yetu, ama kule kujitolea kwa Mungu kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Na Paulo anamwambia Timothy, join me in this suffering. Ni jiunganishe nami katika kuteseka huku. Bwana Yesu asifiwe. Challenges, they are going to be there, but they make us to be strong. They help us to follow God and to have a close fellowship with God. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of Jesus. Nilikuwa naangalia maisha ya tai, na nikaona kwamba tai inafurahia wakati kuna mawimbi. Wakati kuna upepo mkali, tai inafurahi sana wakati kuna upepo. Praise the name of Jesus. Na huo ndio wakati anang'eng'ana kupigana na huu upepo. Na wale ambao waliandika kuhusu mnyama wanasema ya kwamba wakati huo ndio anaweka mabawa yake kuwa na nguvu. Praise the name of Jesus. Mabawa yake inakuwa na nguvu na ana renew strength yake. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of Jesus. And so Paul speaking to Timothy anamwambia kuhusu suffering, that as we walk in this life, we go through sufferings. Tunapitia katika mateso. Bwana Yesu asifiwe. We suffer for Christ. Tunateseka kwa sababu ya Kristo. Lakini kuna kitu anasema ya kwamba tunapokuwa katika hii maisha, ni vizuri tukaweza kujiweka tayari kama askari mwema wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of Jesus. Yesterday I was preaching somewhere, and I was speaking to a certain people, and nilikuwa nawaambia kwamba that this life is full of trials and temptation. Hii maisha imejawa majaribu na hata imejawa na mateso. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo la muhimu ni kugundua na kukaa kama shujaa wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of Jesus. We suffer.
Ikiwa uliambiwa ya kwamba this life is so, unaenda nywe, hapana. Bwana Yesu asifiwe. Saa zingine unaweza kuta unapitia ugumu katika maisha yako, katika ile biashara yako, katika kazi yako, lakini Paul anamwambia Timothy ya kwamba basi unapopitia katika mateso, simama kama askari wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na najua kwamba hata katika kipindi hiki kimekuwa kigumu, Mungu atatuwezesha ya kwamba tutaweza kusimama kama askari wazuri wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na anamwambia ya kwamba hakuna askari ambaye anaitwa askari ambaye anajihusisha na mambo ambayo ni ya kawaida. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli watu wanaweza kuongea mambo mengi kuhusu nyakati hizi. Watu wanaweza kunena ya kwamba kumekuwa hivi na vile. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu sisi ni askari wa Yesu, tunajua kwamba katika maisha haya ya wokovu ni mpaka kutakuwa na sufferings. Ni mpaka kutakuwa na kuteseka. Bwana Yesu asifiwe. Ni mpaka tutajaribiwa imani yetu. Imani yetu ni mpaka ipitishwe katika moto. Bwana Yesu asifiwe. Imani yetu ni mpaka ipitishwe katika uzito wa maisha. Lakini tunapopita katika uzito wa maisha, tusisahau ya kwamba sisi ni mashujaa wazuri wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba tutamtetea Yesu katika maisha yetu, kwa maana ametuokoa, kwa maana ametubadilisha katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Nasema hivi kwa sababu tunaingia hata katika hali ya kujaribiwa. Unajaribiwa na katika hali za dhambi. Unajaribiwa katika maisha yako. You go through trials, testings. But it's my prayer that we are going to be good soldiers of Christ. So number one, Paul anaongea kuhusu, anamwambia Timothy ya kwamba that you must be a good soldier of Christ. Praise the name of Jesus. We actually this time about tumekuwa na COVID, tume-experience askari wetu. Wengine tulikuwa tunawajua wako katika Kahawa Barracks. Wengine tunawajua sijui wako huko pandi ya Rangatarungai katika their camps. Lakini wakati wa COVID at least tumeona askari. Bwana Yesu asifiwe. Na hata pia kama hujaona, tumekuwa nao katika maisha ambayo tunaishi in our daily life. Praise the name of Jesus. And so Paul is telling Timothy, hakuna askari ambao anaitwa askari anajihusisha katika mambo ya kawaida. Praise the name of Jesus. Hata tunaporudi kutoka katika hii COVID-19, we are going to be very strong soldiers of Christ. Yes, trials and temptation may come, but we are going to stand for Christ in the mighty name of Jesus. Si kumaanisha kwamba ukiokoka majaribu imeisha. Hapana, majaribu iko mengi sana inatujaribu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunapojaribiwa tujue ya kwamba sisi ni mashujaa wa Yesu. Kwa hivyo number 1 anasema ya kwamba be a good of Christ. Anamwambia in short that be focused. Praise the name of Jesus. A Christian life is a life that you are supposed to be focused. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama kutakuwa na majaribu, hata kama kutakuwa na nini, you must be focused wherever you are going to be. Bwana Yesu asifiwe. Kukiwa kuko na uzito mgani katika maisha, saa zingine hauna fedha, saa zingine kumekuwa na wakati mgumu, unapitia wakati mgumu, lakini you must be focused to Christ. Paul somewhere is saying that I look upon Christ, the founder of my life. Yeye ambaye ni mwanzilishi wa wokovu wangu. Ninamtazamia Kristo. Hata wakati kumekuwa ni kama watu wanaongea imefika mwisho, watu hawatarudi katika biashara, watu hawatarudi katika kazi zao, sisi kama mashujaa wa Yesu tunatakana tuwe focused. Praise the name of Jesus. Hatakani tutazingine sasa tunaanza kutafuta msaada mahali pengine. Hapana, tunahitajika tukaweza kuwa msaada wetu unakaa kwa Kristo. Mimi sijaiona askari ambaye anajihusisha katika mambo ya kawaida. Juzi tumekuwa tukiongea na mtu mwingine na kuna kitu alikuwa ananiambia ya kwamba even his brother who is a soldier or yeye ni mwanajeshi, yani hata wanapokutana katika mambo yao ya nyumbani unamuona tu anataka kujitega. Praise the name of Jesus. Hatakai kukaa na watu ambao wamezaliwa nao. Ni kweli hawa watu wamezaliwa nao, wamekuwa nao,
Lakini tangia alipoingia katika armed forces, yeye maisha yake ilibadilika. Anakaa tu kama askari, ajihusishi, hakai na watu sana. Nafikiri hata ushaona askari akaangi na watu. Unakuta askari yako na rundo la watu, anaongea na watu kuhusu COVID na vile president atafungua lockdown na sijui nini. Askari hafanyangi hivyo. Askari anakaanga peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of Jesus. Because ako focus. Yeye ni mtu anajua kwamba adui anaweza kushambulia wakati wowote. Kwa hivyo nataka kusema asubuhi ya leo, hata nasi kama Wakristo, we must have that divine positioning ourselves as good soldiers of Christ. Praise the name of Jesus. Even as we go through this issue of COVID-19, hii hali ambao kumekuwa na uzito katika ulimwengu wote, tujue ya kwamba sisi bado ni askari wa Yesu katika maisha haya ambao tuko nayo. Number 2, because of our time, Paul anaongea kitu kingine ambao it's very very important for us as believers of Christ. Number 2 is talking about an athletic. Mkibiaji, an athletic. Mtu ambaye ni mkibiaji. Maisha ya Ukristo unatakana ukae kama mkibiaji. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo nilikuwa nafikiria kwamba kanisa litakuwa limejaa. By the way, kuanzia Sunday tutakuwa na 2 services. You can choose which service you want to belong. But I want to say this. Ya kwamba Paul anaongea kuhusu mkimbiaji. Na anasema ya kwamba mkimbiaji anakimbianga katika masharti. Praise the name of Jesus. Na hata si mkimbiaji peke yake. Hata nimekuwa nikiangalia hii mchezo wa boxing. You must be in that weight. Ikiwa utaweza kupigana katika hiyo vita, ni mpaka uwe katika hizo kilo. Umehitimu katika viwango ambavyo vimewekwa ili ukaweza kuingia katika hiyo category. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo Paul anamwambia Timothy ya kwamba anyone who want to compete as an athletic does not receive a victor crown except by competing according to the rules. Praise the name of Jesus. Wakristo tuko na viwango. Hata wakati huu, unajua sasa si kama zamani tulikuwa tunasema ya kwamba mtu akikosa kuja kanisa siku moja, unaona these days God can give you salvation, but it is you to work out your salvation. The Bible says work out your salvation with fear and trembling. Praise the name of the Lord. Fanyia wokovu wako katika kazi. Tuko na vijana, umeokoka ukiwa kijana, hawezi kujihusisha katika mambo ambayo hayamchi Mungu. Destiny nyingi sana za vijana zimepotezwa kwa sababu wamefurahishwa na maisha. Praise the name of Jesus. Ambayo ni ya wakati mrefu. Nataka kusihi vijana wetu, hata wale ambao wanatuona wakiwa nyumbani, kuna wakati ambapo utafika katika maisha yako kuitwa mzazi. Lakini katika ujana ambao Mungu amekupatia, you must be very careful not to ruin your destiny. Praise the name of Jesus. Because kuna order of things. Kuna mipangilio ya mambo. Unapoharibu ujana wako, wewe utakuja kulia baadaye. These days I've been seeing some of our young people involved in early marriages. Katika maisha yao wanaingia katika kuwa mzazi akiwa na miaka yake midogo sana. Lakini destiny kubwa ambayo ilikuwa mbele yake inakuwa ya kuharibika. Bwana Yesu asifiwe. Ningetaka kusema ya kwamba maisha hayo bado yako. There are times that you are going to have your wife. Kuna wakati utakapofika uwe na familia yako. Lakini katika haya maisha ambayo uko nayo, ni vizuri kujizuilia. Hata kama saa zingine kunaweza kuwa na hali ya mwili ambayo inapigana, ni vizuri ujizuilie ili ya kwamba ukaweza kuzuilia maisha yako ya baadaye. Praise the name of Jesus. Na Paulo anamwambia Timothy ya kwamba in this life we compete under rules. Tuko na sheria tukiwa tumeokoka. Ikiwa hakika wewe unajua kwamba umeokoka na unampenda Bwana kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ni vizuri kuzingatia masharti ya wokovu. Praise the name of Jesus. Ukijua ya kwamba unapojihusisha na watu ambao hawajaokoka, wewe mwenyewe utajipata katika hatari ya maisha. Bwana Yesu asifiwe. Juzi nimekuwa nikiongea na mtu mwingine na
You know, marriages, they are wonderful. Ndoa ni nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ndoa usipozingatia masharti ya ndoa, inaweza kuwa ngumu sana kwako. Usipozingatia masharti ambayo Mungu amesema katika maandiko yake. You know, we don't just do things, but we have our constitution, which is our Bible, that commands us of things to do. And the Bible is very clear. When you do these things, as Paul is telling Timothy, then you are going to be divine positioned. Hata wakati majaribu yatakapokuja, hautaingia katika hatari za maisha. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. The Bible also says that we need to bring forth the offsprings of God. Uzao ambao ni wa kiungu. Wengine watu tulitoka katika hii tunasema ya kwamba ni polygamy families, whereby our fathers were having so many wives. But I'm telling you, generations or things has changed. We have come to know God, and we know what God has talked about marriage. Praise the name of Jesus. Na Mungu alijua ikiwa wewe utaacha urithi kama mzazi, ni mpaka ufuate kama vile Mungu alivyosema katika ndoa. Ndoa ni ya mke moja na ni ya mume moja. Ikiwa utaweza kuacha urithi kwa watoto wako, ikiwa utaweza kusomesha watoto wako mpaka waende katika hatima za maisha yao, ni mpaka ukaweza kufuata taratibu za ndoa kama vile Biblia inavyosema. Praise the name of Jesus. God knew, alijua ya kwamba there are men and women outside there, but the Bible is very clear that you must be faithful to that only wife and husband that God has given unto you. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Sisi hatutaki tuwe na hii shida tumekuwa nayo. Ni kuna kitu nilisema. Some of our parents have given us burden to educate our brothers and sisters because they involve them in issues of their life. Hata saa hizi tunapoongea kuna watu wengine ambao wanajengea wazazi wao na wafanyajia wazazi wao mambo. Lakini mzazi kama angesimama na ajiposition kulingana vile Mungu amesema, angetatua hiyo shida ambayo alikuwa nayo. Na tungekuwa sisi kama uzao wao tunaingia katika destiny zetu even without struggling. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Because of the wealth ambao wametafuta, utajiri ambao wametafuta. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nataka kusema ya kwamba Paulo anamwambia Timothy ya kwamba unapotembea katika haya maisha, kuwa kama mkimbiaji ambaye hakimbii tu, lakini anakimbia katika sheria ili akaweza kupokea kipawa ambacho kimewekwa mbele zake. Praise the name of Jesus. Na namwambia ya kwamba katika mbio kuna rules. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. I pray to God that God is going to help us. Yes, they are testing, they are trials in this life, but we must stand in our position in the mighty name of Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe. And I think Paul talks about, it is about a farmer, a hard-working farmer, mkulima ambaye ako na bidii. Praise the name of Jesus. A hard-working farmer should be the first one to receive the share of the crop. Reflect on these things. Bwana Yesu asifiwe. Anaongea kuhusu mkulima. Hakuna mtu anaambiaga mkulima ambaye ni mkulima ambaye anaelewa ya kwamba yeye ni mkulima, hakuna wakati anachelewa. They know the seasons. Anajua, anaweza kuambia hii mvua si kubwa, usipandie hii mvua, na kama utapanda kuna vitu natakana upande kwa sababu si hakika utavuna. Praise the name of Jesus. They know what to apply. They have the spirit of waiting. Mkulima hananga haraka. Some of us, we are so quick, we want money that is quick, and especially our young people. Unakuta ukiangalia maisha ya mzazi wako wakati alikuwa kijana, katika the level of your years, he concentrated, he was focused. In hiyo miaka ya 20 alikuwa focus, akijaribu kutengeza destiny yake, hakujichanganya. Lakini wewe ukiwa kijana katika hiyo umri, unataka uwe na gari, unataka uwe na hiki na kile, hauna hiyo spirit of patient. Praise the name of Jesus. And that's why you are having so many challenges even in our marriage. Unakuta vijana wanasubua wazazi kwa sababu ya kwamba katika umri wao ambao ni mdogo hawataki kugojea. Praise the name of Jesus.
Na Paulo anasema ya kwamba katika maisha hii yetu ya Ukristo anaulinganisha pia kama mkulima. Mkulima ambaye anapanda, kuna hiyo maisha, hiyo mwanzo, you till the land. Tulikuwa tunaona hivi, sasa wamepanda, sasa wanalimia chakula. Lakini kabla ya mvua ikuje, in the beginning of this year January, they were preparing their land. And especially if you go in katika hii sehemu za Rift Valley, ukielekea Kericho, ukielekea Eldoret, utakuta watu wametayarisha mashamba. They know, they position themselves. They are patient. They have patience in them. Bwana Yesu asifiwe. Wanajua kwanza hawezi kupanda kabla haujalima hiyo shamba. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo inahitajika ili ukaweza kuwa na yale mazao ambayo ni mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kusema hata nasi katika maisha yetu, kwa maana tumeokoka, ikiwa tutapata kuwa na harvest of our destinies, ikiwa in our futures we are going to sit down and say, see what I have achieved, it is, we must be like this farmer ambaye hana mbio. Anajua hata wakati amevuna kuna begu anaweka kando, anajua kuna fertilizer inahitajika, anahesabu gharama ya watu wafanyikazi, anajua kuna tractor ambayo italima hiyo shamba, anatayarisha hiyo shamba into a level whereby hata wakati mvua itanyesha, hakika ni baka atapata harvest. Praise the name of Jesus. And so my prayer this morning is that God is going to help us in whatever area that we are in life. We are going to position ourselves in the way that we are going to get a great harvest in the mighty name of Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe. Whatever you are doing, usiwe mtu wa kufanya vitu kienyeji. Wakati wa kienyeji ulipita. Praise the name of Jesus. Hata Yesu anaongea katika kitabu cha John kuhusu wajenzi wawili. I think chapter 17. Na anasema ya kwamba anaongea kuhusu historia hawa wajenzi wawili. Na anasema kuna moja ambaye alijenga juu ya udogo. Na wakati upepo ulipokuja, hiyo nyumba ilianguka na ikaanguka kwa ushindo. Praise the name of Jesus. I want to tell you, my brother, my sister, that the life will count you responsible because of what you did. Bwana Yesu asifiwe. Vile ulivyofanya katika ujana wako, vile ulivyofanya katika ndoa yako, maisha ni baka itakuuliza swali. Na kama sio maisha, watoto wako watakuuliza, daddy, ulikuwa wapi wakati watu walikuwa wanajenga mwihoko? Ulikuwa wapi wakati watu walikuwa wanapeleka watoto wao university? Ulikuwa wapi? Praise the name of Jesus. And I pray to God that tutakuwa wajenzi wazuri in whatever level that we are. As we come out of this COVID, the mistake that we did before, we are not going to go there again in Jesus' mighty name. And Jesus also talked about this, another person who built his house on the rock. Alijenga nyumba yake katika mwamba. Alihesabu gharama na akajua ya kwamba kuna upepo, kuna mvua inaweza kuja, na akaweka nyumba yake katika mwamba. Na wakati mvua ilipokuja na upepo mkali, Biblia inasema ya kwamba hiyo nyumba yake ilisimama. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of Jesus. And so I'm saying this morning, let us position ourselves in a way that you are not going to be asked questions baadaye. Kama watu wataongea kulingana na vile uliachieve katika maisha yako. Watasema hakika, ninaona wisdom, ninaona mtu ambaye alikuwa na hekima vile alivyofanya mambo yake. Hakika ninaona hekima. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Whatever that we are doing, if we are bringing up our families, let us bring us an offspring of God, uzao wa Mungu ambao unamuogopa Mungu. Kama ni kuwafundisha njia za Mungu, wapendwa, wacheni tuwaambie ukweli bila kuwaficha. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Tuwaambie ukweli ya kwamba pombe sio suluhisho ya maisha yako. Hii pombe haiwezi kukusaidia. Let us tell them the truth. Wacha tuambie ni kweli, kuna wakati wa maisha, lakini wakati huu si wa kwenda katika maisha. Huu ni wakati wa kusoma. Huu ni wakati wa kufanya hiki na kile, ili ya kwamba katika maisha yako utakuja kufurahia. Mimi sipendi wale watu ambao wanakaa katika utajiri wa wazazi wao. Sijui kama ushaona some of the families ambao wanakaa katika ule mchanga ambao ulikuwa wa babu yao. Wote wako hapo. Wanang'ang'ania haka kaadhi kidogo sana, ni kama hakuna shamba ingine. Bwana Yesu asifiwe.
wakati mmoja mimi nisema ya kwamba nitaacha hii mambo ya wazazi, si hata mimi nitafuta yangu. Kama hii yao itakuja, itakuwa ni bonus katika maisha yangu, lakini ni mpaka nitafute kitu ambacho niko na freedom yake. Hakuna ukoo, hakuna kitu madhabahu ambayo itakuwa inadai hiyo kitu. Ni mimi nilitafuta, ni mimi nilinunua, hii ni yangu. Hakuna mtu ninaweza kuita ikiwa nataka kuuza. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Brethren, I want to beseech you in the name of the Lord, as we go back this season, let us be people ambao wamejipanga. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Paulo anasema ya kwamba hakika huyu mkulima ndiye anatakikana receive the first share of the crop. Praise the name of Jesus. When you have accomplished, when you have positioned yourself well, I'm telling you, you are going to rejoice. Some of the people that you see driving good vehicles, see what about they are corrupt. Lakini uliza historia yao. Wengine walingengana. Bwana Yesu asifiwe. Walingengana katika maisha yao. Wengine wakauza makaa, wengine wakabeba loan, wakalipa loan. Wakangana ili wakaweza kukaa vizuri katika maisha yao ya baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kusema hivi ya kwamba there is that retirement age that hata kama unafanya namna gani, you must enter to that bracket. Now that age is very dangerous because it requires what you have worked when you are strong. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ulipokuwa na nguvu, hiyo miaka inatakaga hiyo kitu ambao ulifanya wakati ule. Hauwezi kusimamisha useme ya kwamba nilikuwa na watoto. Hapana. Huo ni wakati ambao you need to go to a good hospital. You need to eat a meat daily. I have my uncle ambaye he worked well his life. Watoto wote wako kwa nyumba, aliwasomesha na wakaolewa. Sasa hii pension inakuja wakati yeye anastarehe, yeye na mke wake. They live well. Akisikia atachukua Uber, kwa sababu saa zingine anasikia hawezi kuendesha, anachukua Uber, anaenda Githurai, alafu anaitisha Uber inamchukua inamleta nyumbani. Yani amefanya, anaenda kila mwezi, unakuta akisema ya kwamba there are rental houses, I want to go and collect something. He has positioned himself that even this age bracket ambayo inakuja, when we ask ourselves, I wish I knew. Unajua kuna miaka ambayo inakuja mtu anasema I wish I knew. Lakini hiyo miaka ikija from 60s to 90s, kuna some of the people they are going to say, I thank God that I knew. Namshukuru Mungu kwa sababu nilijua. Because hiyo miaka ina demand ile kitu ulifanyia. Praise the name of Jesus. Ile kazi ulifanya. Kuna wakati hautaweza kuamuka tu vile mtu anaamukanga. Unakimbia. Mwili itakwambia sasa umezeeka, hauwezi kukimbia. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. And so Paul is telling Timothy that position yourself well. Position yourself well as a good soldier of Christ. Praise the name of Jesus. Jiweke vizuri kama askari wa Yesu. Askari ambaye hahitaji kuaibika, lakini anaonekana ako focus. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Anaongea kuhusu athletic. Na nimesema katika haya maisha, life is so demanding. If you pray your life, you are going to regret. Praise the name of Jesus. Anaongea kuhusu masharti. Tumekuwa tukiona wakimbiaji wetu wa Kenya ambao wanakimbia na wanachukua dhahabu kutoka katika nchi za nje. Hawa watu wanakaa katika milima. Asubuhi saa 12 ndiye anarudi nyumbani. Lakini saa 10 ametoka katika nyumba, ameenda kuposition himself. Anatengeza hiyo mwili yake ili akaweza kupata that crown ambaye iko mbele yake. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of Jesus. Anajinyima chakula. Some of them they are very rich. They are very rich. Kienda kama Eldoret, inaitangwa it's the land of champions. Ni nchi ambayo ni ya washindi, the land of champions. Watu wamejenga vitu huko. Wako na magorofa. Wakati mmoja nilipata nafasi ya kupumzika kidogo Eldoret, na nikawa nikiambia wale watu walianza kukimbia kitambo vile wamejiweka. Akina Catherine Dereva, nakumbuka pahali pengine nilipata shamba yake, yako na shamba kubwa. Walijiposition, wako na utajiri. Lakini nataka kusema ya kwamba inapofika ni wakati wake wa mbio, huyo mtu hataki kujua kama ako na maplot. Ananyima mwili wake,
anajiweka katika hali ambapo ni kufinyiria mwili wake ili akaweza kupokea ile taji ambayo imewekwa mbele yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo natangaza asubuhi ya leo wapendwa, let us position ourselves. Let us be wise. The position, the time that God has given unto us. Let us be wise. Whatever that you are doing, do it well. Praise the name of Jesus. Ifanye vizuri. Ifanye with accomplishment. Kitu ambayo itaonekana ni kizuri, ili ya kwamba wale watu ambao watakuja watasema hakika tunaona hekima. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Alafu anasema la mwisho, mkulima ambaye ako na bidii. In this life you are not supposed to be lazy. Please don't be lazy. Ikiwa uko shule, ikiwa uko college, ikiwa uno bahari popote huko, please don't be lazy. Come out with a good grades. And especially our young people. The time that we are going, you know, I was shocked that the election that we are going next year, 2022, you know, for you to be an MCA, you must hold a degree. Bwana Yesu asifiwe. Ili ukaongoza watu, na kuongoza watu wa kuhitaji mambo mengi. Ni kuchaguliwa tu alafu unatuongoza hapa Moyoko. Lakini wanasema ya kwamba ni baka uwe na degree. Bwana Yesu asifiwe. Na ningetaka kuongea na vijana ambao tuko nao katika kanisa siku ya leo. Maisha ambayo nyinyi mko mbele yake, kama hakika utaweza kushinda katika hayo maisha, ni baka uziposition vizuri. Uweze kuwa na shahada ambazo zitakufungulia milango. Hautakaa bila kazi. Useme unataka kuolewa. My goodness. Marriage. Sijui nitakwambia nini. Bwana Yesu asifiwe. Lakini usiingie katika ndoa ukiwa uko na kimshahara chako. Ukiwa una drive gari yako. Usiingie kama sisi. Tuliingia na miguu. Unaingia hata unaanza kuambia bibi yako mtakula imani. Anakuuliza sasa huna kazi. Huna sijui nini, NHIF. Sasa itakuwa aje? Halafu mzee anajikaza. Tutakula imani. Hii si wakati wa kula imani. Praise the name of Jesus. Position yourself well so that you are going to fly. Wakati unapoingia katika ndoa yako, I'm not saying that you are not supposed to have your girlfriend. But my brother, my sister, please take time. Usiwe na haraka. Mimi nasema miaka ya kijana kuoa na kuolewa ni miaka ya 30. When you are 30 years. Pana olewa na watu wa bodaboda. Si kwamba ni watu wa bodaboda ni wabaya. Lakini kuna levels pia. Praise the name of Jesus. Wewe umeenda mpaka secondary. Umesoma. Lakini sasa unakuta umechukuliwa na mtu ambaye anapima maziwa hapo. Mtu ambaye amekuja kupimia watu kwa stage hapo. Mtu ambaye anauza njugu. Sasa hiyo maisha unaona mtafanya kazi. Kitambo mfike that level. But when you go through a good education with good certificates, God is going to position you with doctors, with nurses. The level you go, it is the level you are going to get a good partner. Mtu ambaye utafanyia kazi sana, ataingia na mshahara yake na wewe utaingia na mshahara yako, maisha itakuwa rahisi. Hata mkizaa mtoto, utakuta kwamba it shall be very easy. Mtakuwa mnaulizana nani ataweza kutoa insurance yake ya hospitali? Kwa sababu kila mtu ako na insurance. Kampani yangu imenipatia insurance. Na wewe pia uko na insurance yako. Baka mnaamua wacha tutumie ya my wife. Praise the name of Jesus. Because you are not uko na haraka ya maisha. Umejipanga vizuri. Ukioa unaanza kudrive. Si unaoa sasa mnaanza tena kupanda matatu. Hata huwezi jua bibi yako ako wapi kwa vile alisukumwa na makanga akawekwa huko nyuma. Na wewe uko hapa mbele. Saa zingine unaona amelalia mzee, baka unaona kama kuna kitu anapanga. Na ni kusukumwa amepangwa na mtu usiku kupenda kwake. Mliingia lakini mlipofika hapo mkaambiwa baka kuwe na social distance. Enda huko na wewe ukapelekwa huko. Sasa mkifika nyumbani unaona ni kama atibaka unaitisha simu yake ili uangalie wale watu wameongea nao. Kwa sababu ya yule kijana uliona amelalia na si kupenda kwake. Kwa sababu mliingia katika ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of Jesus. Please don't be a hurry of life. Life is so big. Maisha ni marefu. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa unahitaji mtoto wako akae vizuri, ikiwa utaweza kuacha utajiri kwa watoto wa watoto wako, tafadhali ni baka ujiposition and position yourself well. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe.
Father, in the name of Jesus, we thank you for speaking us today. Yes, Lord, we need divine positioning in our lives. In whatever that God will do in life, help us to be positioned and to position ourselves well. Just as Paul is telling Timothy, be a good soldier of Christ. Father, we pray that God, you are going to help us in whatever that God we are doing. Even in this life of Christianity, Father, we are going to be good soldiers of Christ. Help us also to live as athletics, those people that learn, and whatever that God we are going to do so that God we can receive a crown in our life age, even in our walk with Christ. Have the rules that have been kept there for us in the name of Jesus. As we also pray for young people, Lord, Father, we pray that God, we are going to release a special grace. Utaachilia neema kwa vijana wetu na watoto wetu. Tumekuwa tukiona vile watoto wanauana kwa sababu ya kuingia katika ndoa za mapema. Bwana, tunakuomba katika jina la Yesu Kristo, utasaidia watoto wetu to control even their bodies, kufinyilia mili yao ili wakaweza kuwa focus katika maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Ni kwa maana wengine wameitwa wasome. Bwana, bado wako katika sehemu zao za kusoma. They are something that they are achieving, they are pursuing. Father, we pray in Jesus' name that God, you are going to help them in the name of Jesus. That as they be in those colleges, as they be in those universities, as they be in those colleges, dear Lord, hawatarudi na watoto tu, watarudi na certificates za masomo katika jina la Yesu Kristo. Bwana, pia tupatie kuwa na hiyo mpangilio na mvumilivu kama mkulima ambaye anajipanga, anajua wakati wa kulima, anajua wakati wa kutayarisha mbegu, anajua wakati wa kupanda, na anajua wakati wa mavuno, na hata wakati anapovuna anakuwa na mavuno mengi. Maombi yetu asubuhi ya leo ni kwamba Bwana utatusaidia in whatever that God we are going to do in this life. God, we are going to have a great harvest. Great harvest is going to be our portion in the mighty name of Jesus. That people are going to say, surely, wanaona hekima, wanaona watu ambao walikuwa na hekima kwa vile tumefanya mambo katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu ni Mungu mwaminifu. Bwana, tubariki, tunakushukuru hata kwa vile Bwana kanisa limefunguliwa. Bwana, tunajua kanisa ni mahali ambapo tunakuwa nourished with the word of God, mahali ambapo tunainuliwa na neno lako. Wakati Bwana tumekuwa katika hali ya dunia na tumesukumwa na maisha, tunapokuja katika kanisa Bwana, tunapata kusikia neno lako, na pia tunakuwa tunauishwa maisha yetu ili tukapate nguvu ya kusonga mbele. Tunakushukuru kwa sababu ya serikali yetu na hata kwa sababu ya president wetu Bwana, kwa vile Bwana aliona hatari na akaweza kufunga. Bwana, tunakushukuru na tunakutukuza mfalme wa rehema. Bwana, kama hangechukua hiyo mashauri pengine tungekuwa kama India, vile kumekuwa na maafa mengi, lakini kwa sababu ya kuwa na hekima Bwana, tunakushukuru kwa sababu ya taifa letu. Kumbuka Bwana anapoongoza nchi yetu, tunamuombea hata wasaidizi wake Bwana. Endelea Bwana kuwasaidia ili wakaweza kufanya kwa umoja, ili Bwana taifa letu likaweza kusimama. Tunaombea uchumi wa taifa letu Bwana. Tumekuwa kwa miaka miwili hivi Bwana katika hali ya kufungiwa. Bwana, tunakuomba tunaporudi katika uchumi wa taifa letu Bwana, may you revive our economy so that God, you are not going to be people or a nation ambayo iko katika debts. Hatutakaa katika debts na malone, lakini kwa sababu Bwana utainua uchumi wa taifa letu katika jina la Yesu Kristo. Tunaombea washirika wetu wote mahali walipo, hata wale ambao wanatuwatch kutoka mbali. Father, we pray that the grace of God, the divine positioning of God shall be their portion in the mighty name of Jesus. Father, we love you and we worship you. Thank you for using us as your servant to bring forth your word. In Jesus' name we pray and believe. Amen. Bwana atubariki. Thank you so much. Bwana aweze kutubariki. And now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen. God bless you. Uwe na wiki yenye baraka. Usife moyo. Jaribu kungengana. Paulo anamwambia Timothy ya kwamba katika haya maisha ni baka tungengane. They are suffering. Lakini ni baka tuinuke. Tuendelee katika safari. Bwana aweze kutubariki.